Ndugu zanguni wana Mafia na Watanzania kwa ujumla, kama ilivyoelezwa katika kanuni na sheria ya uchaguzi kwamba tufahamu kuwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa mujibu wa sheria ambazo zinatuongoza ndani ya katiba, tunawajibika kila baada ya miaka mitano kufanya uchaguzi. Uchaguzi ambao utakaokwenda kutupelekea kupata viongozi watakaokwenda kutuongoza na watakaokwenda kusimamia maendeleo kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Kama mtakumbuka vizuri, uchaguzi wa mwisho mkuu tulifanya tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2020. Kwa hiyo miaka mitano imekwisha kwa mujibu wa katiba wetu na miaka mitano imepita. Kwa hiyo tarehe 29 ndio tarehe ya uchaguzi. Kwa hiyo nitoe rai, nitoe wito kwa wana Mafia, lakini kwa Watanzania wote, kwa sababu swala la uchaguzi ni haki yetu ya kisheria. Tunawajibika sote kutoka siku ya tarehe 29 kwa lengo la kwenda kufanya uchaguzi, kwa lengo la kwenda kupiga kura kwa ajili ya kuchagua viongozi watakaotuongoza ndani au kipindi cha miaka mitano ijayo. Kwa hiyo asije mtu kesho Mtanzania akaanza kulalamika kwa nini kiongozi ni huyu. Asije mtu kesho akaanza kulalamika kwa nini amechaguliwa huyu, wakati alikuwa na fursa ya kutoka, alikuwa na fursa ya kisheria, alikuwa na nafasi ya kikanuni na kikatiba ya kuhakikisha kwamba anakwenda kumchagua kiongozi anayemtaka. Kwa hiyo niwaombe sana wana Mafia, niwaombe sana Watanzania wote, tusipoteze haki yetu ya kikatiba, tusipoteze haki yetu ya kisheria ya kuhakikisha kwamba tarehe 29 sote tunatoka kwa pamoja kwa lengo la kwenda kufanya uchaguzi, kwa lengo la kwenda kuchagua viongozi wetu tunaowaamini, ambao tunaamini viongozi hao watatuvusha, watasimamia changamoto zetu, watasimamia maendeleo yetu, watasimamia fedha zetu, watasimamia nchi yetu, ili kuhakikisha kwamba yale maendeleo tunayohitaji, ule utulivu uliokuwepo unaendelea kuwepo, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunakwenda miaka mitano kufanya shughuli zetu bila changamoto zozote. Siku ya kufanya maamuzi sahihi ni siku ya tarehe 29, ambapo tunakwenda kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakwenda kuchagua wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao watatuwakilisha kwenye majimbo yetu kwenye muhimili huu wa dola ambao ni muhimili wa bunge, lakini vile vile tunakwenda kuchagua wabunge wetu wadogo kwa maana ya madiwani kwenye maeneo yetu, ili waweze kuratibu, lakini vile vile waweze kusimamia shughuli zetu za maendeleo katika maeneo yetu yote. Kwa hiyo wito wangu sana ni kwa wananchi wa Mafia na Watanzania kwa ujumla, tuhakikisha kwamba tusipoteze fursa hii, tusipoteze nafasi hii, lakini tusipoteze haki yetu hii ya kikatiba ya kuhakikisha kwamba tunatoka tarehe 29 kwa lengo la kwenda kuhakikisha kwamba tunachagua viongozi, tunaweka madarakani viongozi wanaotufaa, viongozi ambao watakwenda kushughulikia mambo yetu yote ya msingi ya kimaisha ya kila siku ndani ya miaka mitano ijayo. Mmeiona kushoto kabisa kuna alama ya jembe na nyundo, lakini kama hutaki kuangalia jembe na nyundo, angalia rangi yako nini ya kijani. Mbele yake kidogo kuna kijumba. Kile kijumba kina ndugu yetu Daktari Emmanuel Nchimbi, mgombea mwenza wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Umeona ukiangalia tu picha ya Daktari Emmanuel Nchimbi, ukiangalia wajihi wa Emmanuel Nchimbi, unagundua kabisa huyu ni makamu wa rais. Tumeelewana vizuri Manake bwana, umakamu wa rais nao una sura yake. Sio kila sura ni ya makamu wa rais, si ndio? Na kama unabisha, nenda chukua picha ya 4 au ya 5 iangalie. Utakuta mtu kama anataka kumchungulia mtu. Muhimu ni mkubwa wa kuchagua viongozi. Kama nilivyoeleza hapo awali, ni umuhimu wa kikatiba na umuhimu wa kisheria. Usipokwenda kuchagua, tafsiri yake inawezekana akachaguliwa kiongozi ambaye usiyemtaka au kiongozi asiyefaa. Kwa hiyo umuhimu upo, kwa sababu viongozi ni lazima wachaguliwe kwa mujibu wa katiba. Usipojitokeza wewe kwenda kuchagua, watu wengine wakijitokeza kwenda kuchagua, utakuwa huna nafasi ya kulaumu kwa sababu maamuzi uliacha wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kujitokeza kwenda kupiga kura, kwa sababu kwanza utakuwa umetekeleza haki yako ya kikatiba. Lakini pili, utakuwa umetekeleza yale maamuzi ya nafsi yako wewe mwenyewe bila kushurutishwa na mtu yeyote, kwa kwenda kuchagua kiongozi ambaye unaamini
katika akili yako, unaamini katika mawazo yako, unaamini katika moyo wako kwamba huyu ndio kiongozi ambaye anaweza akaratibu na kusimamia mambo yangu, anaweza akaratibu na kusimamia maendeleo yangu. Kwa hiyo kimsingi umuhimu ni mkubwa kwa kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anashiriki kwenye jambo hili, anashiriki kwenye uchaguzi huu. Chukua mitano na sasa. Imani na Omani.